Vilio na ving'ora vimesikika kote katikati mwa Israel jioni hii baada ya Iran kurusha makombora ballistic na kulazimu jeshi la ulinzi la Israel IDF kuchukua hatua za haraka. IDF ilitoa onyo la dakika 5 kabla ya ving'ora hivyo kupiga na kuwaagiza raia katika maeneo yaliyoathiriwa kukimbilia kwenye maeneo ya kujihifadhi dhidi ya mabomu na kusalia humo hadi watakapopewa ruhusa ya kutoka. Kulingana na tathmini za awali za IDF, makombora yaliyolipuliwa yalikuwa chini ya 10. Shirika la huduma za dharura la Magen David Adom limeripoti kutokuwa na mashambulizi yaliyolenga maeneo ya mjini wala majeruhi katika shambulio hilo la hivi karibuni. Baada ya hali kutulia, amri kuu ya IDF Home Front ilitangaza kuwa wale waliokuwa wamekimbilia kwenye maeneo ya kujihifadhi waliruhusiwa kutoka kwa usalama. Hata hivyo, mzozo huu unaonekana hauko karibu na mwisho. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ametangaza kwa msisitizo kuwa jeshi la anga la Israel litaendesha mashambulizi makubwa sana dhidi ya Tehran leo, likilenga miundombinu ya serikali na maeneo ya kijeshi. Katz amedai kuwa Israel iko karibu kuharibu takriban vituo 10 vya nyuklia jijini Tehran, ikiwemo kituo cha Fordo cha kurutubisha uranium ambacho kimejengwa chini kwa usalama mkubwa, akisema kuwa kitaangamizwa kwa kutumia silaha za hali ya juu. Katz pia alimtolea onyo moja kwa moja kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, akimlinganisha na hatma ya Saddam Hussein aliyeondolewa na kuuawa kufuatia uvamizi wa Marekani nchini Iraq mwaka 2003. Ninamwonya dikteta wa Iran kuacha mara moja kutenda uhalifu wa kivita na kushambulia raia wa Israel kwa makombora, alisema Katz, akiongeza kuwa Khamenei anatakiwa kujifunza kutokana na kilichowakumba majirani zake. Pia alisisitiza wito wake kwa wakazi wa Tehran kuanza kuhama mji huo kabla ya mashambulizi mengine ya Israel dhidi ya serikali na maeneo ya kijeshi. Mzozo huu umesababisha taharuki duniani kote. Rais wa China Xi Jinping katika mkutano wake na rais wa Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev huko Astana, Kazakhstan, alionyesha wasiwasi mkubwa na kusema Israel imeanzisha operesheni za kijeshi dhidi ya Iran na kusababisha kuongezeka kwa ghafla kwa mvutano Mashariki ya Kati. Tunapinga hatua yoyote inayovunja uhuru, usalama wa mipaka ya mataifa mengine. Wakati huo huo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ametangaza kuwa Urusi iko tayari kuwa mpatanishi kati ya Iran na Israel, mataifa yote mawili ambayo yana uhusiano na Moscow. Hata hivyo, Peskov ameeleza kuwa Israel haionyeshi nia ya kutafuta upatanishi au suluhu ya amani.